Sandra ametekwa. Ni wakati ambao alipokuwa akitoka nje kwenda kuona juu ya kile ambacho kinachoendelea huko, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, basi ameweza kuchukuliwa moja kwa moja. Sasa swali kubwa likiwa kwamba je, nani ambaye amefanya hivyo? Kwamba ni King au ni Suzy, kwa sababu wote hao wameweza kutoa onyo na kuweza kulipiza, kuahidi kusema kwamba watalipiza kisasi juu ya kile ambacho kilichokuja kutokea. Labda kama haujaelewa, ipo hivi. Kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy aliwahi kupata ujauzito na ule ujauzito ulikuwa ni wa King. Sasa baada ya kuwa asili imevuja kwamba King, Suzy ametoa ujauzito wa King, kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa King ameweza kujikuta akipata stress na kuweza kuumia sana, kwa sababu anaona ni kama damu yake ndio imeweza kupotea. Kwa hivyo moja kwa moja ameweza kuona aweze kulipiza kisasi, kwa sababu hajajua, huenda kajua labda ni mipango iliyopangwa kati ya Johnny. Kwa hivyo anajua labda Johnny ndiye aliyesababisha moja kwa moja huo ujauzito uweze kutoka. Kwa hivyo ameamua kuweza kuhakikisha na yeye anamteka Sandra aweze kutoa ujauzito wake. Lakini pia kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Suzy, na yeye pia amesema hataki kabisa kuweza kumuona Sandra akiwa na amani. Kwa upande wake pia kama ambavyo hana amani, kwa hivyo yeye pia hataki kumuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Sandra akiwa na amani. Kwa hivyo moja kwa moja ndio swala zima la kuweza kumteka limeweza kutokea. Sasa na imani kubwa na maswali mengi sana, vitu vingi vya kuweza kufahamu, basi moja kwa moja niweze kualika. Hii ni Bongo Movie Network, na hapa utapata nafasi kuweza kufahamu vitu vingi kuliko ambavyo vinavyokwenda kujiri. Lakini kwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni mara yako kwanza. Ni kwambie tu kwamba hapa watu wanazungumza uchambuzi kwa kina. Sasa yote hao ndo kufahamisha kwamba kwa nini wamemteka na lengo lao ni lipi, na yote kwa yote itakuwaje, nitakufahamisha yote. Kichwa msingi tu kwa sambamba na mimi. Mwanzo kabisa, kama ilivyokuwa ni mwanzoni, tuliweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Suzy baada ya kupata zile taarifa kutoka hospitali kwamba yeye kwa sasa hivi hawezi akapata ujauzito, kwa sababu wakati anatoa ujauzito ule au lile mimba ya King, na wakati anaitoa basi alijikuta akiingia kwenye matatizo makubwa. Sasa hii inapelekea moja kwa moja aingia kwenye majanga makubwa, kisa tu mambo ya mapenzi. Kama ingekuwa angemkubalia tu, labda angekubali tu kuweza kuishi na ile ujauzito, na yeye pia ingekuwa ni sababu, lakini amani ingeweza kuwepo. Lakini kwa sasa hali ni kama hivyo ilivyo, ambapo kwa upande mzima wa Suzy sasa ni mtu ambaye amekuwa mnyonge sana. Sijui mapambano yake atakuwaje, kwa sababu hadi kajikatia tamaa, kaona kwamba kama Semeni akizipata hizo taarifa kwamba Suzy hawezi akapata mtoto, kwa hivyo moja kwa moja Semeni hawezi akaruhusu Johnny aweze kumuoa Suzy. Kwa hivyo hii imemkatisha tamaa sana, na amejikuta nguvu zake zinamuishia kabisa, tofauti kabisa na mwanzoni. Sasa hili ni balaa zito, lakini moja kwa moja siri hii itakuja kufahamika. Lakini kumbuka, wakati haya yote yakiendelea, bado kuna siri nzito sana na nyeti ambayo ni ya Semeni, ambaye kama unavyofahamu ana ujauzito wa ule mwamba ambaye ni mfanyakazi wa King wa Mzee Tano. Sasa kwa sasa hivi Mzee Tano kaondoka, lakini pia ameondoka makusudi. Kuna kitu ambacho amekipanga kiweze kutokea, au aweze kuona sasa ni lipi ambalo unalokwenda kujiri. Lengo zima akitaka kuwapa uhuru kati ya Sandra pamoja na huyu ambaye ni Johnny, wao pia waweze kufanya maamuzi yao kama wao pia, ili kusudi mambo yaweze kuwa poa kabisa. Sasa lakini pia tukapata nafasi ya kuweza kushuhudia pia kwa upande mzima baada ya kuwa hasa Suzy amepata zile taarifa na baadaye kusema alikuwa amepanga hatoki kabisa. Kwa upande mzima wa huyo ambaye ni mamake na Suzy, aliamua moja kwa moja kuelekea kule alimshauri kwamba aweze kuelekea kule ili kusudi aweze kujua kile kinachoendelea, kwa sababu kama wakikaa tu hapo basi hawezi kufanikisha jambo lolote lile ambalo hizo mipango yao ambao walikuwa wameipanga hapo awali. Kwa hivyo akamshauri ni vyema kama itakuwa vizuri basi aweze kuelekea kule, lakini pia akienda kule asiseme lolote lile. Sasa kimekuwa ni kitu ambacho kwa upande wake binafsi amejikuta akivunja hao masharti, kwa sababu kama mguu wake wa kwanza kabisa alielekea kwa King kuweza kumpa lawama. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba hakujua kama anakwenda kuvujisha siri, kwa sababu alipofika kule kamwambia moja kwa moja kwamba akazungumzia kuhusiana na siku ile waliolala naye siku ya kwanza kabisa, na akamdokezea kwamba alimpa ujauzito. Hii kimaanisha kwamba
alimchanganya sana King, kwa sababu King alijua hapo awali kwamba ile mimba ilikuwa ni ya Johnny. Kwa hivyo kwa kuwa amezipata hizo taarifa, imekuwa ni kazi nzito na kibarua kizito sana, hasa kwa upande wake, kwa sababu imemuumiza sana. Sasa baada ya kuona vile, basi ikabidi aweze kwenda moja kwa moja kwa Tina. Aliweza kumwalika Tina. Kumbuka Tina naye ni miongoni mwa watu ambao wanamkubali sana King na ndoto zao kubwa ni kuwa na King. Sasa moja kwa moja aweza kumwalika Tina na lengo zima aweze kumuuliza, aweze kumwambia ukweli hasa juu ya kile kinachoendelea. Sasa kwa vile Tina ni mzee wa kulipua mabomu, akaona amwambie tu. Baada ya kumwambia, basi kiukweli yani, au kiufupi zaidi ni kwamba kwa pande mzima wa King kachanganyikiwa sana, kajikuta akiingia kwenye stress sana, kwa sababu ni moja kitu ambacho kimemuumiza sana kuona kwamba Johnny yeye amefanikisha kuweza kupata mtoto ambaye anajidai kwa huyo ambaye, kwa hivyo moja kwa moja kwa binafsi kwa upande wake pia King kaona imemuumiza sana. Sasa kibarua bado ni kizito kina manoma, kwa sababu ndo kwanza ameweza kumteka Sandra ili kusudi aweze kukamilisha mambo yake. Lakini tukiachana hayo, pia baada ya kutoka pale, badala ya maelekezo aliyopewa na mama yake Suzy kwamba akienda pale jifanye kama hajui kilichotokea, bali kaenda kuwasha moto. Kafika pale kwa Sandra, amemkuta amekaa pale. Mbaya zaidi aliyokuta kuna Johnny, huku Johnny akitaka kumpa juisi na nini, akimwambia kuhusiana na masuala ya juisi. Sasa baada ya pale ni kitu ambacho kiufupi kimemfanya Suzy aweze kurusha maneno mengi sana ambao yameweza kupelekea binafsi Sandra ashinde kumuelewa kabisa. Lakini pia hivi vitisho ambao wamevitoa vinaashiria mambo mabaya sana, kwa sababu ameweza kumwambia kwamba atahakikisha furaha alionayo na yeye pia anahonja, hasa kwa upande wa yeye kitu ambacho anachopitia, hali ambayo ni balaa kinoma. Sasa lakini pia tumeweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Semeni, wakati yule alipokuwa kiongea na Johnny hataki kabisa. Kiufupi siku zote huaga ipo hivi, mara nyingi mama yako huwa kama nakupenda kweli lazima akusapoti. Kuna muda hata kama ulikuwa ni mwizi, lakini inapofika katika hatua ya mama, huwa kuna muda anaweka pembeni. Hawezi akasema kwamba labda ulikuwa ni mwizi akute watu wanakupiga alafu na yeye akupige. Hapana, hilo huwa ni swala ambalo liko tofauti. Kwa hivyo pia Johnny kuna namna fulani hivi ambao binafsi kwa upande wake anaweza kaa yupo sahihi, kwa sababu mama yake hataki kwa upande wake, yani hamuelewi kabisa. Na kwa sasa hivi kiufupi ni kwamba huyu mama Semeni kachanganyikiwa kabisa, kwa sababu yeye anawaza sasa hivi kupata pesa tu, yani kupata mali. Kajikuta ndo hivyo, kashaingia kasha date na watoto wadogo, kapata mimba, kitu ambacho ni kizito kinomanoma. Sasa mbali na hayo ni kwamba tumeweza kushuhudia pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Mr. Tano kaweza kutimka. Anasema anaenda Dodoma kikazi, kitu ambacho sio kabisa. Kuna sehemu anakwenda kusuka mipango yake na kuweza kucheki kwamba kile kinachoendelea ni kipi. Lakini sasa katika segment ya mwisho, usini ya mwisho ambayo iliweza kumuonyesha hasa kwa upande mzima wa Sandra ambapo alipoweza kutekwa. Sasa aliyeshiriki swala zima la kuweza kumteka huyu ni King, ambaye anataka kuweza kulipiza kisasi, kuweza kutoa ujauzito wa huyu ambaye ni Sandra, kusudi wote waweze kuwa pamoja, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sana binafsi. Ama hakika hili ni balaa zito kinomanoma. Basi kwa leo nisema sina ziada. Hii ni Bongo Movie Net, weka asante kwa na mimi, tukutane muda na saa mwingine. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people.
This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sandra ametekwa. Ni wakati ambao alipokuwa akitoka nje kwenda kuona juu ya kile ambacho kinachoendelea huko, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, basi ameweza kuchukuliwa moja kwa moja. Sasa swali kubwa likiwa kwamba je, nani ambaye amefanya hivyo? Kwamba ni King au ni Suzy, kwa sababu wote hao wameweza kutoa onyo na kuweza kulipiza, kuahidi kusema kwamba watalipiza kisasi juu ya kile ambacho kilichokuja kutokea. Labda kama haujaelewa, ipo hivi. Kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, Suzy aliwahi kupata ujauzito na ule ujauzito ulikuwa ni wa King. Sasa baada ya kuwa asili imevuja kwamba King, Suzy ametoa ujauzito wa King, kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa King ameweza kujikuta akipata stress na kuweza kuumia sana, kwa sababu anaona ni kama damu yake ndio imeweza kupotea. Kwa hivyo moja kwa moja ameweza kuona aweze kulipiza kisasi, kwa sababu hajajua, huenda kajua labda ni mipango iliyopangwa kati ya Johnny. Kwa hivyo anajua labda Johnny ndiye aliyesababisha moja kwa moja huo ujauzito uweze kutoka. Kwa hivyo ameamua kuweza kuhakikisha na yeye anamteka Sandra aweze kutoa ujauzito wake. Lakini pia kwa upande mzima wa huyo ambaye ni Suzy, na yeye pia amesema hataki kabisa kuweza kumuona Sandra akiwa na amani. Kwa upande wake pia kama ambavyo hana amani, kwa hivyo yeye pia hataki kumuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Sandra akiwa na amani. Kwa hivyo moja kwa moja ndio swala zima la kuweza kumteka limeweza kutokea. Sasa na imani kubwa na maswali mengi sana, vitu vingi vya kuweza kufahamu, basi moja kwa moja niweze kualika. Hii ni Bongo Movie Network, na hapa utapata nafasi kuweza kufahamu vitu vingi kweli ambavyo vinavyokwenda kujiri. Lakini nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni mara yako kwanza. Nikwambie tu kwamba hapa watazungumza uchambuzi kwa kina. Sasa yote hao ndakufahamisha kwamba kwa nini wamemteka na lengo lao ni lipi, na yote kwa yote itakuwaje, nitakufahamisha yote. Kichwa msingi tu kuwa sambamba na mimi. Mwanzo kabisa, kama ilivyokuwa ni mwanzoni, tuliweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Suzy baada ya kupata zile taarifa kutoka hospitali kwamba yeye kwa sasa hivi hawezi akapata ujauzito, kwa sababu wakati anatoa ujauzito ule au lile mimba ya King, na wakati anaitoa basi alijikuta akiingia kwenye matatizo makubwa. Sasa hii inapelekea moja kwa moja aingia kwenye majanga makubwa, kisa tu mambo ya mapenzi. Kama ingekuwa angemkubalia tu, labda angekubali tu kuweza kuishi na ile ujauzito, na yeye pia ingekuwa ni sababu, lakini amani ingeweza kuwepo. Lakini kwa sasa hali ni kama hivyo ilivyo, ambapo kwa upande mzima wa Suzy sasa ni mtu ambaye amekuwa mnyonge sana. Sijui mapambano yake atakuwaje, kwa sababu hadi kajikatia tamaa, akaona kwamba kama Semeni akizipata hizo taarifa kwamba Suzy hawezi akapata mtoto, kwa hivyo moja kwa moja Semeni hawezi akaruhusu Johnny aweze kumuoa Suzy. Kwa hivyo hii imemkatisha tamaa sana, na amejikuta nguvu zake zinamwishia kabisa, tofauti kabisa na mwanzoni. Sasa hili ni balaa zito, lakini moja kwa moja siri hii itakuja kufahamika. Lakini kumbuka, wakati haya yote yakiendelea, bado kuna siri nzito sana na nyeti ambayo ni ya Semeni, ambaye kama unavyofahamu ana ujauzito wa ule mwamba ambaye ni mfanyakazi wa King wa Mzee Tano. Sasa kwa sasa hivi Mzee Tano kaondoka, lakini pia ameondoka makusudi. Kuna kitu ambacho amekipanga kiweze kutokea, au aweze kuona sasa ni lipi ambalo unalokwenda kujiri. Lengo zima akitaka kuwapa uhuru kati ya Sandra pamoja na huyu ambaye ni Johnny, wao pia waweze kufanya maamuzi yao kama wao pia, ili kusudi mambo yaweze kuwa poa kabisa. Sasa lakini pia tukapata nafasi ya kuweza kushuhudia pia kwa upande mzima baada ya kuwa hasa Suzy amepata zile taarifa na baadaye kusema alikuwa amepanga hatoki kabisa. Kwa upande mzima wa huyo ambaye ni ambaye ni mama yake na Suzy,
aliamua moja kwa moja kuelekea kule alimshauri kwamba aweze kuelekea kule ili kusudi aweze kujua kile kinachoendelea, kwa sababu kama wakikaa tu hapo basi hawezi kufanikisha jambo lolote lile ambalo hizo mipango yao ambao walikuwa wameipanga hapo awali. Kwa hivyo akamshauri ni vyema kama itakuwa vizuri basi aweze kuelekea kule, lakini pia akienda kule asiseme lolote lile. Sasa kimekuwa ni kitu ambacho kwa upande wake binafsi amejikuta akivunja hao masharti, kwa sababu kama mguu wake wa kwanza kabisa alielekea kwa King kuweza kumpa lawama. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba hakujua kama anakwenda kuvujisha siri, kwa sababu alipofika kule kamwambia moja kwa moja kwamba akazungumzia kuhusiana na siku leo aliyolala naye siku ya kwanza kabisa, na akamdokezea kwamba alimpa ujauzito. Hii kimaanisha kwamba alimchanganya sana King, kwa sababu King alijua hapo awali kwamba ile mimba ilikuwa ni ya Johnny. Kwa hivyo kwa kuwa amezipata hizo taarifa, imekuwa ni kazi nzito na kibarua kizito sana, hasa kwa upande wake, kwa sababu imemuumiza sana. Sasa baada ya kuona vile, basi ikabidi aweze kwenda moja kwa moja kwa Tina. Aliweza kumwalika Tina. Kumbuka Tina naye ni miongoni mwa watu ambao wanamkubali sana King na ndoto zao kubwa ni kuwa na King. Sasa moja kwa moja aweza kumwalika Tina na lengo zima aweze kumuuliza, aweze kumwambia ukweli hasa juu ya kile kinachoendelea. Sasa kwa vile Tina ni mzee wa kulipua mabomu, akaona amwambie tu. Baada ya kumwambia basi kiukweli au kiufupi zaidi ni kwamba kwa pande mzima wa King kachanganyikiwa sana, kajikuta akiingia kwenye stress sana, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kimemuumiza sana kuona kwamba Johnny yeye amefanikisha kuweza kupata mtoto ambaye anajidai kwa huyo ambaye. Kwa hivyo moja kwa moja kwa binafsi kwa upande wake pia King kaona imemuumiza sana. Sasa kibarua bado ni kizito kina manoma, kwa sababu ndo kwanza ameweza kumteka Sandra ili kusudi aweze kukamilisha mambo yake. Lakini tukiachana hayo, pia baada ya kutoka pale badala ya maelekezo aliyopewa na mama yake huyu Suzy kwamba akienda pale jifanye kama hajui kilichotokea, bali kaenda kuwasha moto. Kafika pale kwa Sandra, amemkuta amekaa pale. Mbaya zaidi aliyokuta kwa Johnny, huku Johnny akitaka kumpa juisi na nini, akimwambia kuhusiana masuala ya juisi. Sasa baada ya pale ni kitu ambacho kiufupi kimemfanya Suzy aweze kurusha maneno mengi sana ambao yameweza kupelekea binafsi Sandra ashinde kumuelewa kabisa. Lakini pia hivi vitisho ambavyo wamevitoa vinaashiria mambo mabaya sana, kwa sababu ameweza kumwambia kwamba atahakikisha furaha alionayo na yeye pia anahonja, hasa kwa upande wa yeye kitu ambacho anachopitia, hali ambayo ni balaa kinomnoma. Sasa lakini pia tumeweza kuona kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Semeni, wakati yule alipokuwa kiongea na Johnny hataki kabisa. Kiufupi siku zote huaga ipo hivi, mara nyingi mama yako huwa kama nakupenda kweli lazima akusapoti. Kuna muda hata kama ulikuwa ni mwizi, lakini inapofika katika hatua ya mama, huwa kuna muda anaweka pembeni. Hawezi akasema kwamba labda ulikuwa ni mwizi akute watu wanakupiga alafu na yeye akupige. Hapana, hilo huwa ni swala ambalo liko tofauti. Kwa hivyo pia Johnny kuna namna fulani hivi ambao binafsi kwa upande wake anaweza kaa ipo sahihi, kwa sababu mama yake hataki kwa upande wake, yani hamuelewi kabisa. Na kwa sasa hivi kiufupi ni kwamba huyu mama Semeni kachanganyikiwa kabisa, kwa sababu yeye anawaza sasa hivi kupata pesa tu, yani kupata mali. Kajikuta ndo hivyo, kashaingia kasha date na watoto wadogo, kapata mimba, kitu ambacho ni kizito kinomanoma. Sasa mbali na hayo ni kwamba tumeweza kushuhudia pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Mr. Tano kaweza kutimka. Anasema anaenda Dodoma kikazi, kitu ambacho sio kabisa. Kuna sehemu anakwenda kusuka mipango yake na kuweza kucheki kwamba kile kinachoendelea ni kipi. Lakini sasa katika segment ya mwisho, usini ya mwisho ambayo iliweza kumuonyesha hasa kwa upande mzima wa Sandra ambapo alipoweza kutekwa. Sasa aliyeshiriki swala zima la kuweza kumteka huyu ni King, ambaye anataka kuweza kulipiza kisasi, kuweza kutoa ujauzito wa huyu ambaye ni Sandra, kusudi wote waweze kuwa pamoja, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sana binafsi. Na hakika hili ni balaa zito kinomanoma. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Net, weka asante kwa na mimi, tukutane muda na saa mwingine. Sandra ametekwa. Ni wakati ambao alipokuwa akitoka nje
kwenda kuona juu ya kile ambacho kinachoendelea huko, lakini kwa bahati mbaya au nzuri, basi ameweza kuchukuliwa moja kwa moja. Sasa swali kubwa likiwa kwamba je, nani ambaye amefanya hivyo, kwamba ni King au ni Suzy? Kwa sababu wote hao wameweza kutoa onyo na kuweza kulipiza, kuahidi kusema kwamba watalipiza kisasi juu ya kile ambacho kilichokuja kutokea. Labda kama haujaelewa, ipo hivi. Kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Suzy, Suzy aliwahi kupata ujauzito na ule ujauzito ulikuwa ni wa King. Sasa baada ya kuwa asili imevuja kwamba King, Suzy ametoa ujauzito wa King, kwa hivyo moja kwa moja kwa upande mzima wa King ameweza kujikuta akipata stress na kuweza kuumia sana, kwa sababu anaona ni kama damu yake ndio imeweza kupotea. Kwa hivyo moja kwa moja ameweza kuona aweze kulipiza kisasi, kwa sababu hajajua, huenda kajua labda ni mipango iliyopangwa kati ya Johnny. Kwa hivyo anajua labda Johnny ndiye aliyesababisha moja kwa moja